Mpendwa mtazamaji wa mtandao wetu wa Tanzania ITV, hujambo? Lakini kabla ya taarifa hizi, na kuomba uchukue sekunde kidogo tu uponyeze button ya subscribe ambayo ipo hapo chini, na uweze kuwasha kengele kiko hapo kando ya button ya subscribe ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV. Nashukuru kwa kutii ombi langu. Karibu kwa taarifa ambazo nimekuandalia siku ya leo. Rais wa taifa la Tanzania Samia Suluhu Hassan ameweza kujificha yeye mwenyewe baada ya mtoto wake ambaye ni waziri ambaye anaitwa Wanu Amir kushambuliwa, kuvamiwa kutokana na yale ambayo aliyoyatoa wakati wa graduation katika chuo kimoja nchini Tanzania. Wanu, mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan, aliweza kusema hivi vile unatazama kwa mtandao hewani. Alisema, wahitimu jikiteni katika kujiajiri, waziri Wanu asema. Alikuwa anazungumza kwa hafla ya kuhitimu kwa wale ambao wamekuwa wakisomea chuo kikuu, akawaambia ndio mmemaliza masomo, kile ambacho mutafanya ili mupate usaidizi, jikiteni katika kujiajiri. Yaani hamna kazi, ni kutangaza rasmi kwamba hakuna kazi Tanzania. Ndio mmemaliza masomo, nendeni mukaanzishe kazi zenu rasmi, kwa sababu serikalini hamna kazi na hata kwa makampuni huenda hamna kazi. Baada ya kutoa matamshi hayo, Wanu penye yupo sasa hivi anajuta baada ya kupokea mashambulizi makali katika mitandao ya kijamii hapa na pale. Ameweza kulaumiwa kwa yale ambayo aliweza kuyanena yeye mwenyewe, huku wengine wakisema ni madharau na kejeli kwa wale ambao wamesoma wakapata shahada, hasta shahada, na wale ambao wako na certificate. Ni kejeli na madharau kwa kuwaambia kwamba hamna kazi ila tu kujiajiri. Wengine wamemshambulia kwa kusema ya kwamba ni kuumiza moyo, haswa kwa wale ambao wamesoma. Hata wale ambao wanaendelea na masomo huenda wafikishe njiani wasimalize, kwa sababu hata wakimaliza, waziri ambaye ni mtoto wa rais ametangaza hamna kazi nchini Tanzania. Wengine wamemshambulia na kumvamia kwa kusema ya kwamba yeye mwenyewe hajajiajiri, ameajiriwa na serikali ya mama yake ambaye hatambuliki nchini Tanzania, na anatumia kodi, ushuru wa wananchi wa Tanzania, na anawaonyesha madharau. Wengine wamemshambulia kwa kusema ya kwamba mnajiajiri familia yenu peke yenu. Mnadhani serikali ni kama mali na familia yenu mnajiajiri nyinyi wenyewe? Kama kujiajiri kuko, mbona wewe haujajiajiri na umeajiriwa kupitia kodi zile ambazo tunazitoa hapa Tanzania? Unajua, matamshi haya ni ya kushangaza. Ikumbuke kwamba yeye mwenyewe Wanu Amir ni mtoto wa Samia Suluhu Hassan, na tunajua mamake ambaye ni rais akamteua kuwa waziri msaidizi ama naibu waziri katika Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Na sasa yule ambaye amemuoa, tuseme ni mkwe wa Rais Samia Suluhu Hassan, yule ambaye ameoa mtoto huyu ambaye anaonyesha madharau kwa mazungumzo yake, Wanu mtoto, yani yule bwanake ambaye amemuoa anaitwa Mohamed Mchengerwa, alikabidhiwa nafasi kubwa serikalini, akateuliwa kuwa waziri wa afya nchini Tanzania. Na inasemekana ya kwamba, na kuna fununu hapa na pale kwamba mkuu wa idara ya usalama nchini Tanzania
ambaye anaitwa Abdul Hafidh ni mtoto wa Samia Suluhu Hassan. Huyo ni mkuu wa idara ya usalama nchini Tanzania. Ukiangalia mtoto wa aliyekuwa rais Jakaya Mrisho Kikwete, naye amekabidhiwa nafasi ya kuwa waziri katika taifa la Tanzania. Je, ikiwa kuna kujiajiri, hakuna kazi serikalini, mbona hawangeenda wajiajiri ili kuonyesha kitendo ambacho ni cha kufurahia kwa wengine, ili iwe kielelezo? Wao wanajijagua katika serikali, wanajikabidhi nafasi mbalimbali, lakini kuna mtoto wa maskini, kuna maskini fulani, hata kutoka penye tunabibirisha matangazo haya, tuseme hapa Mbeya, kuna wale ambao wako Dar es Salaam, kuna wale ambao wako Mwanza, kuna wale ambao wako Ruvuma. Maskini kabisa, amesomesha mtoto wake, amemaliza chuo kikuu, halafu unamwambia hamna kazi. Ndio umesoma, lakini hakuna kazi. Ametumia yake yote kwa masomo na unamwambia aende akajiajiri. Je, hii inamaanisha nini? Serikali ni mali na familia ya mtu mmoja, ama ni mali na familia za wale ambao wamekaa katika kiti cha enzi cha Ikulu nchini Tanzania? Jambo hili limeleta tatizo kubwa, haswa kwa uongozi wa sasa. Samia yeye mwenyewe hajazungumza, ametulia, anajuta, amejificha, hajaonekana akizungumzia swala hilo ambalo mtoto wake ambaye ni Wanu aliweza kulinena, kuonyesha madharau kwa Watanzania. Mpaka lini Watanzania tutaendelea kulia? Mpaka lini Watanzania tutapata haki? Mpaka lini Watanzania tutapata demokrasia? Mpaka lini uwajibikaji utaonekana katika taifa letu la Tanzania? Ndio maana umaskini unaongezeka. Ndio maana sasa hivi tangu Tanzania yetu iweze kujinyakulia uhuru mwaka 1961, lakini kuna ukosefu wa maji. Kwa mara ya kwanza sasa tunashuhudia uhaba wa maji katika sehemu mbalimbali nchini Tanzania. Hamuna chakula cha kutosha. Ikumbukwe ya kwamba waziri mkuu aliweza kusema ya kwamba wale ambao wako na chakula wasitumie vibaya, waweke mahali, kwa sababu vile inaonekana mvua ipo mbali. Badala ya kusema ya kwamba misaada imekatishwa, hamuna hela za kutumwa Tanzania, kutakuwa na njaa, hamuna hela za kununua chakula kutoka mataifa mengine, alafu mnakuja kutudanganya na kutuambia ya kwamba ni ukosefu wa mvua. Na mvua ndio hii tunaiona inanyesha, inasababisha ajali kwa sababu barabara zimekuwa telezi, alafu mnatuambia ni ukosefu wa mvua. Hii inamaanisha wale ambao wako serikalini hawataki kukabidhi wengine nafasi ya kuongoza. Uongozi wa kimla umekithiri tena zaidi, haswa katika taifa la Tanzania. Imefika wakati tusimame kidete ili kupata demokrasia yetu. Yale ambayo yamekuwa yakipiganiwa na viongozi wengine, tuzidi kuhakikisha ya kwamba demokrasia na haki, uwajibikaji umeweza kuonekana katika taifa letu la Tanzania. Sina lingine la kuongeza ila tu nisema asante kwa kufuatilia taarifa zetu, na tutaendelea kufichua siri zote pindi tu tunapoziweka ama tunapozipata kila wakati. Na kuomba tu mpenzi mpendwa, penye upo sasa hivi uweze kubonyeza button ya subscribe na uwashe kengele kiko hapo kando, ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV kila wakati. Nashukuru sana, nashukuru kwa kusubscribe, nashukuru tena, nashukuru. Asante.